Mimi kwa jina naitwa Hamisi Mwenye Mkuu bin Mchande, mkazi wa Jibondo. Mimi kero langu kubwa ambalo leo nisimamisha hapa, kuna mwanamama mmoja amekuja hapa kuzungumzia swala la Haiba SACCOS, lakini nataka kulidadambua kidogo. SACCOS, Haiba SACCOS hii bwana, inavyoonekana kwamba kama inatufanyia mambo ya kiuni. Langu hili moja, sisi tumejitutumua kusomesha vijana, akipata nafasi akasome. Tumesomesha kwa nguvu zote, kwa mwenyewe mtu kwa nia moja, mwanangu akasome apate angalau sabuni ajisaidie mwenyewe. Tulipofanya kujitolea kama alivyotoka mjumbe aliotoka, watu wametoka mkoani nje kuja kujitolea Jibondo. Sisi watoto tunao, tunasambaratika nao, wataenda ovyo, unaona, kwa sababu ajira hawana, na tumewasomesha mbali na hela nyingi, gharama nyingi, kila mtoto mwaka sijui milioni 1 milioni 2 na, lakini wanatoka watu mbali kuja kuchukua ajira ya Jibondo. Huyu mtoto wa Jibondo ataenda wapi? Moja. La pili, kutaiba. Mimi kule sekondari nilikuwepo. Changamoto ulioisikia mkuu wa wilaya umeiona. Kuna wazazi hawalipi kwa sababu mimi najua uwezo hawana, kutokana na hali mbaya ilivyo. Hela zetu za kutaiba nyingi zipo kutaiba, wanazo watu wachache. Sisi hatuna la kufanya, tunapambana na mwani na utu uzima na uzee huu, lakini napewa kiloba cha mwani kwa sababu mjukuu wangu asome, mama yake hana kazi, anaumwa. Tunafanyaje? Mkuu wa wilaya, hayo yangu mawili. Mimi naitwa mrakibu mwandamizi wa polisi Emmanuel Luoga, ni OCD wa Mafia. Wananchi wa Jibondo takriban 4 wamehoji juu ya utaiba Haiba SACCOS. Ni kweli ni mfupa mkubwa ambapo kidogo unatuelemea. Niseme kweli, Mheshimiwa DC toka nije alikuwa kwenye vikao vyake akikumbusha juu ya Haiba SACCOS. Na wizi mkubwa umefanyika, watu wamedhulumiwa wengi sana. Na ofisini kwangu kulikuwa na jarada la uchunguzi, nililikuta mwaka jana, liliondolewa. Mimi nilifufua baada ya Mheshimiwa DC nitaka nifanye hivyo. Tumehoji watu wengi sana katika hiyo Haiba SACCOS. Kuna watu kama 4, sisi tunawatemu kama ni watuhumiwa. Sasa ndugu zangu, masuala ya kiuchunguzi haya yanashirikisha ofisi nyingi. Sisi tunakamata, tunapeleleza, tunapeleka ofisi ya mwendesha mashtaka ngazi ya mkoa NPS. Tulishalipeleka jarada, likarudi na maelekezo mengine ya kutekeleza. Moja ya maelekezo hayo ilikuwa ni kupata bank statement, jinsi fedha zilikuwa zinaingia na kutoka, na kupata maelezo kwa yule mtu ambaye ametoa bank statement. Kiushahidi huwa tunafuata taratibu hizo. Tumefanya hivyo na maeneo mengine. Hilo jarada sasa toka wiki iliyopita liko mkoani. Tunatarajia litakuwa na maelekezo mazuri, litakuja kwetu, tutapata mwisho wake. Naomba tu wananchi wa Jibondo walioathirika na Haiba SACCOS tuwe wavumilivu kidogo, linamalizika hivi karibuni. Sio Jibondo, sio Kilindoni, karibuni Mafia nzima watu wengi walijiunga na hii SACCOS ya Haiba na kutaiba, sijui kitu kama hicho. Nilivyofika ofisini wiki ya kwanza, nilipata msururu wa watu walikuja wanafika 30. Mpaka nikasema hawa vipi? Kwa sababu nilifanya kazi Mtwara huko. Tulishazoea kundi likija kubwa kama vile la watu wanakuja kudai fedha za korosho. Nikasema hapa kuna namna hapa. Sasa wanadai nini? Walipofika wote, ofisi yangu haitoshi. Nikamwambia twendeni ukumbini. Tukakaa ukumbini, wakanieleza kwa kina. Baada ya hapo, kwa sababu walikuwa na viongozi wao, nikamwambia sasa naomba sasa hivi nidili na viongozi wenu. Wakawa wanakuja viongozi. Mwisho wa siku ikaonekana hii SACCOS bado haijafanyiwa ukaguzi na COASCO. Ikabidi tuagize COASCO kutoka Dodoma
waje Mafia, waje kufanya uchunguzi na mahesabu ya kujua madeni kiasi gani, wadaiwa walikuwa na mali gani, kila kitu. Kwa wamefanya uchunguzi wao. Baada ya hapo sasa ndio wamemkabidhi OCD. OCD amepeleka juu huko ili wale wahusika washtakiwe. Sasa niwaombe wananchi, haya mambo wahusika, taarifa ambazo ninazo, wengine ni viongozi. Mimi sina muhali, wengine wamechukua fedha wakaenda kujificha kwenye namna fulani. Ikitokea anajulikana ni kiongozi ameshiriki au alikuwa ni kiongozi wa Taiba, Haiba SACCOS, huyo hatuna muhali naye. Na nisione watu wanakwenda pale polisi kutafuta si kupita pembeni dhamana. Tutakamata anayekuja. Tuko sawa jamani? Maana yake hapa tunazungumza, tutakapokuja kwa kamata, kuna wengine watakuja pale, jamani, huyu si kiongozi. Unapovunja sheria hamna cha kiongozi. Tuko sawa? Kwa hiyo naomba wananchi tuendelee kula mtori, nyama zipo chini. Daima mafuta na maji huwa havikai, lazima patajitenga tu. Kwa hiyo mtu anaweza kujificha kwenye koti la uongozi akikeshakula vitu vya watu, mali ya umma, lakini mwisho wa siku kweli utajulikana. Tuendelee kula mtori, nyama ziko chini.